unatoa tulishaambiwa ukasema utatoa. Wewe mbishi. Tunagola utabu. Baada ya IOTV pamoja na millardayo.com kuripoti taarifa za bibi mwenye umri wa miaka 80 kudai ya kwamba alibakwa na kijana mmoja baada ya kumnunulia soda katika mtaa wa Olmokea kati ya Sinoni mkoani Arusha, hatimaye balozi wa eneo hilo anayefahamika kwa jina la Aria Abdallah amesema kwamba katika eneo lake kumekuwepo na matukio mengi ya kiuhalifu ambapo vijana wanaoishi katika eneo hilo wamekuwa wakiwaleta vijana wengine kutoka maeneo tofauti kwa ajili ya kuja kufanya uhalifu. Mimi nilipiga kelele tu kidogo, nikapiga kelele namwambia James labda ujinga kuniumiza mguu wangu. Hata hivyo imeelezwa kwamba kutokana na kuwepo kwa vichaka katika eneo hilo kumesababisha vijana kujificha katika eneo hilo na kufanya matukio hayo ya uhalifu, jambo ambalo lilimuibua mwanamke mmoja jasiri ambaye aliamua kuchukua panga na kukata vichaka vya miwa vilivyokuwa vikizunguka katika eneo hilo ambalo bibi alibakwa kwa ajili ya kuleta mwanga ili watu wasiendelee kujificha katika eneo hilo. Mimi nakusikiliza. Ungeniambia mimi unaleta kichaka mimi natoa. Tulishaambiwa ukasema unatoa, tulishaambiwa ukasema utatoa. Wewe mbishi. Tunagola utabu. Wewe. Haya. Hii ndio inayefikisha. Hata nisipelekea ng'ombe leo. Kikubwa isifuge waizi tena. Safi sana. Majirani wasizuruke kwa ajili yangu. Majirani wasibakwe kwa ajili yako. Na ambaye inafaa kula leta kule. Chukua. Mabula. Yeye mwenyewe alisema anakata hii miwa. Majina yangu naitwa Maria Abdallah. Ndio balozi wa kwenye tukio hili. Kwa kweli mtaa wetu kusema kwa ulinzi kwanza tunasema ulinzi upo. Na pili hawa vijana wanaofanya uhalifu sio kwamba wanatoka ndani ya mtaa wetu. Ni wanatoka nje ya mtaa wetu na wanaletwa na watu wa vijana wa mtaa huu. Ndio wanaoleta nini hayo matukio. Na kuumwa bibi kweli aliumwa siku nyingi. Mimi nikiwa kama balozi tulipita harambee na viongozi tukakusanya pesa tukampeleka Mount Meru. Akatibiwa, baada ya hapo akaruhusiwa nyumbani. Tukatafuta juhudi ya kutafuta ndugu zake. Hakuna hata mmoja aliyejitokeza. Akajitokeza jirani yake ambao ni Mama Mary. Ndio tangia siku zote yeye ndo anayemhudumiaga. Sasa imefikia huyu mama amesema na yeye amechoka, hataki tena kumhudumia. Sisi tunachoomba serikali kama kuna vitengo vya wamama kama hawa walemavu watusaidie kumchukua na kumpeleka katika vitengo. Kwa sababu tukio kama la jana lililotokea sio lizuri. Mimi kama balozi nilipigiwa simu na Mama Mary. Akaambia alikuja kijana akawa anasema ni ndugu yake. Na akatoa hela ya soda akawanunulia. Huyu mama hakujua kama ni mtu mbaya. Kwa hiyo akaondoka huyu mama kuacha kwamba mtu na ndugu yake waongee. Baadaye alipokuja na kukuta mambo sivyo. Ndio. Kwa jina anaitwa Mama Neema. Kwa kweli kitendo bibi alichofanyiwa kwa kweli sisi wanamtaa kimetusikitisha sana. Tumeona ni kitendo cha kikatili ambacho hakifai. Huu mtaa umekuwa ni mtaa ambao kwa kweli hivi vitendo vimeshamiri sana. Tunaomba tusaidiwe na serikali. Bibi amesema anamjua kwa majina. Tuna mpango wa kutaka msaada huyu bibi asaidiwe na huyu mama naye apumzike.